Wakati mwingine watu wanafanya violent and borrowing, lakini isipokuwa properly controlled by the finance, inaletanga changamoto na inaingiza watu kwa dhambi. Also the issue of pledges. Mtu amehaidi. Pledges is a very serious thing. Inaletea watu laana. Wakati mwingine kama haiwi properly handled, inaletea watu laana. Saa zingine ni vizuri hata kutokuwa na hizo pledges. Wakati mwingine especially kwa mauzo. Mimi naleta 2,000. Lakini mimi naiwezi ni watu wazuri, hakunanga changamoto kama hizo. Naongelea mashambani huko kwenye kulikuwa na ubiri baadhi wengine huko mashambani. Mimi nitaleta 6,000 kwa sababu hiyo miaka 6 haijapatikana. Wakati mwingine inaleta changamoto, tunaingizanga watu kwa tabu. Na unajua kitu ambacho ni cha madhabahu, nataka niwaambie kitu ambacho kinaweza kwa madhabahu, ambacho tunaongea. Je, unajua ni kitu kinachokuja? Something that is dead. Kitu yenye inaombewa, it's dead. Tunasema Bwana, waitakasa na kuweka wakfu, itumike kwa kazi. It is dead on any other thing. Ndio unaangalia watu wenye wanachanganyanga hii na nyingine, inaua ile nyingine. Kwa sababu chenye imetolewa hapa, it's already dead. Ndio ukichanganya, wakati mwingine inaua vitu vingine. So what is here is sacred. Wachana na. Ndio dhabihu kitambo ikiletwa kondoo walikuwa wanachinja kwanza. Ndio usiclaim tena ilikuwa ni yako. Mimi mtu akisema anajitolea kitu cha kwanza anasema haya weka hapa tuombe, kwa sababu baada ya kuomba sio yake tena. It's already dead. Ndio kwa sababu wanaombeana kwanza. So that it is now separated. Na hii ndio ambacho imetengwa inaletanga changamoto. Na tena inaombewa kwa kusudi fulani. Na wakati mwingine isipofanya hiyo kusudi ambayo imetengwa inaleta changamoto. Umewahi ona ingine imeombewa kwa ajili ya kama inaenda kufanya kazi nyingine. Inaletea watu shida. Mafundi wanakula pesa ilikuwa ya kama imeombewa ya kama. Mafundi wanakula pesa wanapotea. Ni kwa sababu iliombewa kwa shughuli nyingine inaenda kufanya shughuli nyingine. Mkitaka kubadilisha shughuli msiombee, lakini baada ya kuombea ni hatari zaidi. Na inaleta changamoto. Basi nafikiri nimemalizana na wao. Nilikuwa naongea kuhusu Vickers Warden. Vickers Warden. Nilisema waangaliane na watu wa staarabu. He represents the Vickers welfare and need to the council. Critical function advises the vicar. Inatakana kuwa mtu mwenye anaweza toa ushauri kwa mchungaji. Na wakati mwingine anatoa ushauri kwa hekima. Advises the vicar. Na wakati mwingine ana act as a link between the vicar na watu wengine. Vickers Warden an oversee. He looks at the welfare of the clergy. Anaangalia clergy na wale ambao wanaserve, anaangalia mahitaji. Nilisema Waanglikana ni watu wa staarabu sana. Mchungaji, karibu niliwaambia siku moja karibu nihubiri kwa basi. Hapana nitawaambia tena sasa. Siku moja karibu nihubiri kwa basi. Lakini mchungaji Mwanglikana ni mchungaji Muungwana, atakana kuhubiri kwa basi, kufanya maneno tofauti. Hata atakana kusema nimelala njaa. Kuna mchungaji mmoja huko Lebanon. Alienda siku ya kwanza kwa parish, hawajaweka blanketi, hawajafanya chochote, akapata mattress mzee na akachukua kaso yake nyeusi. Akajifunika kwa hiyo pale. Usiku saa 6 ubaridi inakuwa mingi, akapigia
tofauti. Angetaka kupeleka kwa nani? Vikas wale ndio wanaenda kusema mambo haya. Wakamati tena kwa heshima, sio kutangaza mpaka watu wanaangalia. Ama wangojea mchungaji apige mnyayo. Jamaa. Hata hivi ukiangalia mnauliza Vikas wale na jamaa iko shida gani? Hiyo ni kazi ya Vikas wale, lakini kazi kubwa ni ushauri. Kitambo Vikas wale walikuwa wanachagua mtu mzito kwa sababu walikuwa kazi yake ni kubeba baba na mchungaji. Mzee very strong. Lakini hiyo imebadilika siku hizi. Ni ushauri, sio kubeba mzee. Alafu pia mchungaji alipatiwa kuku, kulukulu, bata. Yeye pia ndio anaweka kwa mgongo. Anasafirisha mpaka kwa bata. Nataka niwaambie kazi si hiyo sasa. Kazi ni ushauri. Kazi ni kuangalia mbele. Na kazi pia ni kupanga hii wanaitaka visitation kwa mchungaji na mambo kama haya. Yeye anafanya mambo haya. Acha nisiseme sana kwa ajili ya hayo. Synod representatives. They represent the parish in the diocesan synod. Unajua hiyo ndio bunge. Na vile katiba inaenda inabadilishwa hivi karibuni. Wanasema ya kwamba sasa kitambo uchaguzi ya uaskofu ilikuwa ikifanywa na watu 23. Wasita walichaguliwa kwa diocese kuwakilisha. Wale wawakilishi wanaitwa synod walichagua 6. Wanachaguaga 16. 8. Lei wa 8, clergy wa 8, wanakuwa 16. Wale ambao province kwa sasa wamebadilisha. Na vile wamebadilisha itakuwa all synod delegates wanaenda kupiga kwa watu 100 wote. Vile inaenda sasa kujipitisha. Watu wote inarudi kama ya zamani. Wakati walichagua bishop Mwenyewe sasa anaitwa Bishop Okech. Siku hiyo ilikuwa full synod. Yeye ndio constitution yao ilikuwa imebadilishwa sana. Full synod mchagua. Yeye anaitwa. Kuna wale walichaguliwa kwa full synod. Sasa nasema lakini kwa sababu ni askofu wa kanisa, province itakuwa involved kwa maneno ya search, kupiga msasa. Hata wakiapply watu 30, si 30, wakiapply wanaenda kufanyiwa search na vetting, wanaangalia record, samani, wanaangalia bila kufanya huduma, alafu watabakisha 3 na wataenda kupigiwa na full synod. So he represents the parish in the diocesan synod na anapeleka matarajio na mambo ya parokia. They represent the synod in the parish council. Maneno ya synod ilisema kwa parish church council. Yeye anaelezea kwa uwazi. Must be a role model of the Christian life and living. Anaweza kuchaguliwa kwa nyadhifa nyingine kama board, kama anaweza kuchaguliwa kwa board of finance, anaweza kuchaguliwa kwa standing committee of the synod. Kama sasa hivi mchungaji wenu yuko kwa standing committee of the synod, alichaguliwa mara 8 clergy. So anakulisha hapo. Kitu kingine ana support synod resolution by word and deed. Ukiangalia synod representative wengi wanasema yeye ni ambassador. Kitale, SK Towers.
kwa sababu ana support, it's unobligated. Na ana support diocesan projects and activities by word and deed. Now, kuna mtu hapa anaitwa stewardship. Stewardship. Yeye anastahili kuencourage watu kwa ajili ya kujitolea, na yeye na kamati yake wanastahili kukeep kitu ambacho ni inventory. Hiyo hapa ni inventory. Parokia ya Urban, mko na inventory penye mnaandika property yenu yote, vikombe ni ngapi, vijiko ni ngapi, you must have it. Now let me look at departmental leadership. Kuna departments tofauti. Kuna department ya Mothers Union, kuna department ya education, kuna department ya youth, kuna department ya kama. Ukibadilisha majukumu ya departments is to ensure that that department fulfills its mandate, inatimiza malengo yake. Moto ya Mothers Union ni tunaweza mambo yote kupitia kwa yeye abitiaye, and concern for the family, organize runs, to raise resources and to strategize on how to raise resources for the department. Department activities kama seminars, conferences, lazima department wenye wanasimamia wahakikishe inaendelea, na kila kitu kwa ushirikiano na mchungaji na ambao mhusika. Also they assist mchungaji kutengeneza programs za department. Kuna wengine wameweka mwezi ya kwanza ni ya Sunday school, wiki ya kwanza kwa mwezi ni ya Sunday school, wiki ya pili ni ya youth, wiki ya tatu ni ya wamama, wiki ya nne ni wazee. And it works well. Departments must prepare programs. Na ni mzuri waonekana ni wako taratibu kwa muda na kuhakikisha kwamba hizo departmental activities zinakuwa. Kuna kitu kimoja ambacho nataka kusema ni kwamba na wahakikisha kwamba each department is a ministry arm of the church. They give leadership role. Ukiwa kiongozi wa department, leadership role, supervise without controlling and support without neglecting. Uko na financial responsibility. They ensure that funds are raised for parish, diocesan, local church, and the obligations for other departments. Now, there is a very important leader is called welfare, either at the parish and at the local church. Organize care systems that are localized and contextualized for the sick, needy, the bereaved, but depending on the particular context of the parish and the local church. They organize that. They ensure that no member of the church is neglected, but sometimes it is a tall order. Kitambo watu walikuwa wanasema tenda mema, nenda zako. Siku hizi wanatenda mema tukuone. Na hata kuna baadhi ya watu wanatoa vitabu ya matendo. Very interesting.